Uchumi. Hili ndilo somo letu ambalo tunajifunza kwenye hii semina, na siku ya jana tuliishia kwenye kuangalia namna ambavyo utukufu wa Mungu unapokuwepo pamoja na wewe unakuwa na utajiri na baraka inayokuwezesha kufanikiwa kiuchumi. Utukufu wa Mungu unapopungua kwako, yani uwepo wa Mungu unaondoka, na baraka ya utajiri wa kiuchumi pia inaondoka kwako. Tukaangalia sababu kubwa inayofanya utukufu wa Mungu upungue kwa mtu, kwa jamii, kwa nchi na kwa dunia ni dhambi. Sawasawa na Warumi 3:23. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Tukaishia kwa kufanya maombi ya toba kwa ajili ya nchi zetu, katika namna ambayo tumefanya dhambi kwenye nchi zetu na utukufu wa Mungu kapungua, ambapo imepelekea uchumi kuwa mgumu kama sehemu ya adhabu ili tumkumbuke Mungu. Baada ya toba ile, na asubuhi tena kwenye maombi ya asubuhi, toba imeendelea kwa ajili ya kanisa kadiri ya kila mmoja anavyomwabudu Bwana. Hivyo leo tuna siku ya 3, tunaendelea kwenye kipengele kingine kipya kinachoitwa kweli ya Roho Mtakatifu, kuhusu ufanye nini ili uweze kuishi vizuri. Kweli ya Roho Mtakatifu kuhusu ufanye nini. Kweli ya Roho Mtakatifu kuhusu ufanye nini ili uweze kuishi vizuri kwenye eneo la uchumi. Kweli ya Roho Mtakatifu kuhusu ufanye nini ili uweze kuishi vizuri kwenye eneo la uchumi ndani ya dunia ya leo iliyopungukiwa na utukufu wa Mungu. Kweli ya Roho Mtakatifu kuhusu ufanye nini ili uweze kuishi vizuri kwenye eneo la uchumi ndani ya dunia ya leo iliyopungukiwa na utukufu wa Mungu. Ninajaribu kusoma taratibu ili kuwasaidia wale wanaoandika nisiwaache sana, ingawa siwezi kwenda sawa na ninyi kwa sababu ya spidi, ila nitaenda vile Roho Mtakatifu atavyoniwezesha. Wapendwa katika Kristo, leo tunaendelea na hichi kipengele ambacho katika kipengele hichi tunaenda kujifunza kweli ya Roho Mtakatifu inayotusaidia kufahamu tufanye nini ili tuweze kuishi vizuri kwenye eneo la kiuchumi katika dunia ya leo iliyopungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu siku ya jana tuliona namna ambavyo kwa sababu ya dhambi utukufu wa Mungu umepungua duniani. Hivyo utukufu wa Mungu ulipopungua na baraka ya kiuchumi imeondolewa. Kwa sababu Mungu anapokuwepo, yani utukufu wa Mungu unapokuwepo, panakuwa pana fedha na dhahabu ambayo ni mali ya Bwana. Sawasawa na Hagai sura ya 2 mstari ule wa 6 mpaka wa 12 tulisoma siku ya jana maeneo hayo. Kwa hiyo kama utukufu wa Mungu umepungua, tufanyaje ili tuweze kuishi vizuri? Kwa sababu lengo la kila mtu anatamani aishi vizuri. Mimi mwenyewe natamani niishi vizuri. Sitamani niishi kwa mateso. Sitamani niishi kwenye maisha magumu ya kiuchumi. Na imani hata wewe unayenisikiliza muda huu unatamani uishi vizuri. Unatamani ufanikiwe kiuchumi kama roho yako ifanikiwavyo. Na ndio hata baraka ambayo neno limetuambia, wapenzi mfanikiwe katika mambo yote ya roho, ya mwili. Ina maana tunatakiwa tufanikiwe. Na ndio maana neno linasema wapenzi mfanikiwe katika mambo yote kama roho yako ifanikiwavyo. Kwa kama kila mtu anatamani aishi vizuri, na dunia ya sasa imetufanya tuishi katika mazingira magumu kwenye uchumi, sasa tufanyaje ili tuishi vizuri kama tunavyotamani? Sasa ndicho tunachoenda kujifunza muda huu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tuanze na namna ya kwanza itayotusaidia tuweze kuishi vizuri katika dunia ya sasa kiuchumi. Namna ya kwanza,
Tengeneza mahusiano yako binafsi na Mungu. Tengeneza mahusiano yako binafsi na Mungu katika moyo wa toba. Tengeneza mahusiano yako binafsi na Mungu katika moyo wa toba na shukrani, na shukrani, na shukrani, bila kujali mazingira yako yaliyokuzunguka yamekaaje. Bila kujali mazingira yako yaliyokuzunguka yamekaaje. Tengeneza mahusiano yako binafsi na Mungu katika moyo wa toba na shukrani, bila kujali mazingira yako yaliyokuzunguka yamekaaje. Kitabu cha Luka sura ya 9 mstari wa 57 mpaka 62. Kitabu cha Injili ya Luka, kitabu cha Injili ya Luka sura ya 9 mstari wa 57 hadi wa 62. Kwa hiyo namna ya kwanza inayoweza ikakusaidia ukaishi vizuri katika dunia ya sasa iliyopungukiwa na utukufu wa Mungu, ni lazima uhakikishe umetengeneza mahusiano yako binafsi na Mungu. Ukiweza kutengeneza uhusiano wako binafsi na Mungu katika moyo wa toba na kumshukuru Mungu, pasipo kujali mazingira yako yaliyokuzunguka yamekaaje, itakusaidia uweze kuishi vizuri kiuchumi katika dunia ya sasa. Kwa sababu dhambi imetufarakanisha kimahusiano na Mungu kwenye eneo la uchumi. Dhambi imetufarakanisha na mahusiano yetu binafsi na Mungu kwenye eneo la kiuchumi. Kwa hiyo kama dhambi imeharibu mahusiano yetu na Mungu kwenye eneo la uchumi, hatuna namna tunaweza tukarejesha uhusiano wetu na Mungu vizuri kiuchumi. Ni mpaka tumekubali kunyenyekea kwa kujenga upya mahusiano yetu na Mungu. Na tunajengaje ingali tumeshakosana naye kwenye eneo hilo? Ni lazima tufanye toba. Mtu binafsi uamue kufanya toba ya kumrudia Mungu ili uwe na mahusiano naye. Na ukishamrudia Mungu, uhakikishe unakuwa na moyo wa shukrani kwa kumshukuru kwa mazingira magumu ya kiuchumi unayopitia kwa sasa. Sio kwa kumnungunikia Mungu, ila kwa kumshukuru. Kwa sababu ukimnungunikia ina maana umeonewa. Lakini ukimshukuru ina maana umepokea ile hali na uko tayari kuwa na mwendo mpya pamoja na Bwana. Sisi kama tunaenda pamoja kanisa la Mungu, na bila kujali mazingira yako yaliyokuzunguka yamekaaje, yanakuruhusu kumtafuta Mungu, hayakuruhusu, ila unachotakiwa ni uadhimie toka ndani ya moyo wako kwamba namtafuta Mungu, najenga upya mahusiano naye. Ngoja tusome hii Injili ya Luka sura ya 9 mstari wa 57 mpaka 62, tuone vitu kadhaa hapa ndani kupitia mfano wa watu hawa watatu na Yesu. Sikiliza neno linavyosema. Nao walipokuwa wakienda njiani, mtu mmoja alimwambia, nitakufuata kokote utakokwenda. Yesu akamwambia, bweha wana pango na ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pa kujilaza kichwa chake. Sikiliza vizuri. Yesu alipokuwa anaenda njiani akakutana na mtu mmoja. Huyo mtu mmoja akampromise Yesu kwamba, Yesu, nitakufuata popote utakapoenda. Yesu akamwambia hivi huyo mtu kwamba bweha wana pango, ndege wana kiota, mwana wa Adamu hana pango. Yaani tafsiri yake ni kwamba Yesu anamueleza huyo mtu kwamba unataka kunifuata, sina pa kukuweka. Takuweka wapi? Na wewe utataka kulala, utataka kukaa, nitakuweka wapi? Ndio tafsiri ya Yesu kumwambia mbweha ana pango, ndege wa angani wana pango, mwana wa Adamu hana pa kujilaza. Ina maana mwana wa Adamu hana pa kukaa, yeye popote alipo atakaa. Hafusikiliza kinachoendelea kwenye mstari wa 59. Akamwambia mwingine, nifuate. Akasema, Bwana,
nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu. Akamwambia, waache wafu wazike wafu hao, bali wewe enenda ukautangaze ufalme wa Mungu. Sasa katika mazingira ambayo Yesu ametoka kumjibu huyu mmoja wa kwanza ambaye alionyesha nia ya kumfuata Yesu, na Yesu akamwambia sina pa kukuweka, akajitokeza mtu mwingine ambaye huyu mwingine aliyejitokeza alikuwa ameazimia tayari kumfuata Yesu, ila akapata taarifa ya msiba nyumbani kwao kwamba baba yake amekufa. Kwa hiyo ikabidi amuombe Yesu ruhusa kwamba Yesu, ninaomba ruhusa unipe nirudi nyumbani nikamzike baba yangu. Yesu akamwambia, waache wafu wazike wafu wao, nenda ukautangaze ufalme wa Mungu. Tafsiri ya Yesu kumweleza huyu mtu namna hii ni nini? Yesu si kwamba alikuwa anadharau misiba, hapana. Ila Yesu alikuwa anamuonyesha huyu mtu kwamba unapoamua kumfuata Mungu, hupaswi kurudishwa nyuma na taarifa ya aina yoyote ile. Hakuna jambo duniani lenye ukubwa kuliko Mungu. Ukisema umwache Mungu kumfuata Yesu kwa ajili ya ukashughulikie msiba, ina maana umeuona msiba ni wa umuhimu kuliko Mungu. Ndio tafsiri ya Yesu. Iko hivyo. Ngoja tuendelee kusoma zaidi, baadaye tutaelewana vizuri. Mstari wa 61 unaendelea kusema, mtu mwingine akamwambia, Bwana, nitakufuata lakini unipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani mwangu. Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Angalia, akajitokeza mtu wa tatu. Huyu mtu wa tatu aliyejitokeza, yeye akawa tofauti na yule wa kwanza ambaye alitaka kumfuata Yesu. Yesu akamwambia sina pa kukuweka. Na wa pili aliyekuwa tayari kumfuata Yesu ila akatamani ruhusa ili akazike baba yake. Huyu wa tatu akawa na utofauti. Yeye alikuwa ni wa namna hii. Yeye naye aliomba ruhusa ili akawaage watu wa nyumbani kwake. Awaage ili waje. Ina maana alitaka akawaambie, jamani, mimi fulani leo nimeamua kumfuata Yesu. Kwa hiyo habari za duniani basi ndugu zangu, kwaherini, naenda na Yesu. Ndio ilikuwa tafsiri yake kwamba naomba nikawaage. Yesu akamwambia, aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai katika ufalme wa Mungu. Tafsiri ya Yesu ni nini? Tafsiri ya Yesu ni kwamba ukiamua kumfuata Mungu, haina haja ya kuwaaga watu wa nyumbani kwako. Kwenda kuwaaga watu wa nyumbani kwako ina maana ni kwenda kuwaomba kibali wa kukubalie. Je, wakikukatalia ina maana utashindwa kwenda na Yesu. Ndio maana Yesu akamkatalia kwamba ukitia mkono wako katika kulima, yani ukiweka nia ya kujenga mahusiano yako na Mungu, haina haja ya kutazama baba yangu atanionaje, mama yangu atanionaje, dada yangu atanionaje, bosi wangu atanionaje, rafiki yangu atanionaje. Unasonga mbele pamoja na Bwana bila kujali wengine watasemaje. Ili hali wewe unachojua uamuzi niliofanya ni kumtafuta Mungu. Haijalishi mazingira yangu yananikatalia, haijalishi nina taarifa ya msiba, haijalishi huyu Yesu haieleweki atanipeleka mpaka wapi, ila ninachojua ana uzima wa milele, ninaufuata nikautwae. Oh, haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Rapakandarabashaka. Sasa sikiliza vizuri, mwana wa Mungu. Ninapokueleza siku ya leo kujenga mahusiano binafsi na Mungu katika moyo wa toba, ndio kitu kinachoweza kikakusaidia kuishi vizuri kiuchumi kwenye dunia leo. Sikuelezi taarifa nyepesi kibinadamu, ila ninakueleza taarifa inayohitaji mtu ambaye ameazimia toka ndani ya moyo wake. Inahitaji uazimie toka ndani ya moyo wako na kukubali bila kumwogopa mtu kwamba mimi nimeamua kujenga mahusiano binafsi na Mungu ili nipatane na Bwana kiroho, kimwili na kiuchumi. Si kama tunaenda pamoja kanisa la Mungu. Na ukiamua kufanya huo uamuzi wa kujenga binafsi mahusiano yako na Mungu, hutakiwi kutazama mazingira yako yamekaaje.
Na ndio maana mifano ya watu hawa watatu niliyokuonyesha kwenye Biblia, wote Yesu aliwakataria wasitazame nyuma. Kwa nini Yesu hakutaka watazame nyuma? Alitaka wasonge mbele, kwa sababu nyuma siku zote kuna taarifa mbaya. Unapokuwa unasonga mbele ukaangalia nyuma, utakata tamaa. Lakini sikiliza, siku zote kwenye maisha, tulikotoka ni mbali kuliko tunakokwenda. Tulikotoka ni mbali kuliko tunakokwenda. Ukiwa na akili ya kutazama ulikotoka, utakata tamaa huku umekaribia kufika unakokwenda. Hii ina maana kwamba unapoamua kumfuata Mungu, hautakiwi kuitikia miito ya nyuma, kwa sababu ulikotoka ni mbali, unakokwenda ni karibu. Wapendwa, kumfuata Mungu haina maana ya kwamba leo utakapoamua mimi fulani najenga mahusiano yangu binafsi na Mungu ili uchumi wangu pia ukae sawa na roho yangu ikae sawa. Haina maana ya kwamba hutopata changamoto za maisha, utazipata. Na ndio maana hata huyu mtu alipoweka uamuzi wa kumfuata Mungu, alipata changamoto ya msiba wa baba yake. Hiyo ina maana ya kwamba kumfuata Mungu si kwamba hutopata changamoto, zitakuwepo. Na ndio maana huyu bwana alipata changamoto ya msiba, na huyu mwingine alipata changamoto ya kujiuliza Yesu atanilaza wapi. Na huyu mwingine alipata changamoto ya ndugu zake, akaomba ruhusa aende akawaage. Hiyo inamaanisha kwamba changamoto zipo katika kumfuata Mungu. Changamoto zipo katika kuishi maisha ya kiroho. Si kwamba changamoto hamna, zipo. Ila Yesu anatuhitaji tusigeuke nyuma kuzitazama changamoto tulizo nazo, ila tusonge mbele pamoja na Bwana katika moyo wa shukrani. Ina maana gani? Ina maana hata unapokutana na gumu katikati ya safari yako ya maisha ya kiroho, mshukuru Mungu kwa ajili ya hilo gumu. Lisikufanye ukate tamaa urudi nyuma. Songa mbele pamoja na Bwana. Oh, haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Na ndio maana ninakueleza tena siku ya leo, hatua hii ni muhimu sana kwa mtu ambaye anataka kuishi vizuri kiuchumi kwenye dunia ya sasa. Lazima ukubali kujenga mahusiano yako binafsi na Mungu bila kutazama changamoto za nyuma zimekaaje, bila kujali mazingira yako ni magumu namna gani, bila kujali watu wengine watakuonaje, ila unatakiwa usonge mbele kwa kujenga uhusiano wako na Mungu. Hilo ndio litakusaidia uchumi wako kuweza kuimarika. Mungu hahitaji watu ambao imani zao sio imara, watu ambao wako pamoja na yeye afu wakipata changamoto kidogo za kiuchumi wanarudi nyuma. Mungu hahitaji watu wa namna hiyo. Na watu wa namna hii ndio wako wengi sana kwenye dunia ya sasa. Watu ambao wako na Mungu, wanamwabudu Bwana, afu uchumi wao ukipata changamoto wanarudi nyuma kutafuta msaada kwa miungu mingine. Mungu hahitaji Wakristo wa namna hiyo. Ngoja nikupe mfano mmoja. Palikuwa na bwana mmoja, alikuwa ni muuza duka la vifaa vya ujenzi. Duka lake lilikuwa kubwa sana kwenye mji wake. Huyu bwana alikuwa ameazimia kumtafuta Mungu. Akasema nitamtafuta Mungu ili Mungu anisaidie uchumi wangu ukue, na nitamwabudu kwa uaminifu. Na kweli akaokoka vizuri, akawa yuko na Mungu, anasali, akosi jumuiya, akosi ibada, anatoa fungu la 10. Ni muumini mzuri kweli wa Kikristo. Na kweli kutokana na Mungu alivyomtazama moyo wake, Mungu akamuona mtu huyu kweli toka ndani ya moyo ameadhimia kuwa na yeye. Mungu akambariki, utukufu wa Mungu ukamfunika, akapata fedha za kutosha, duka lake likawa kubwa, akafungua paka na duka jingine, akafungua duka nyingine, akanunua kiwanja, akajenga manyumba. Kwa miradi ikatanuka, akawa na nyumba nyingi, akawa na maduka zaidi ya 3, akasomesha watoto wake shule kubwa za gharama za private, akawa na maendeleo mazuri sana. Kumbuka, kwenye maisha ya kiroho kuna hali zote, ngumu na nzuri. Sasa huyu mpendwa ukamwijia msimu wa changamoto.
ambazo Mungu tu ameruhusu zimuijie ili kuendelea kumuimarisha imani yake. Kwa sababu Mungu kuna wakati unafika anaruhusu tupate changamoto ili kutupima imani zetu na kutukomaza kiroho. Kwa Mungu akaangalia huyu mtu ili nimpime imani yake imekaaje, nimguse eneo gani. Mungu akamtazama, akagundua huyu nimguse kwenye uchumi. Mungu akagusa uchumi wake. Lengo la Mungu ni nini? Sio kumuangamiza, ni kumpa mtihani, akiufaulu ambariki zaidi maradufu. Basi huyu bwana ghafla wateja wakakauka dukani kwake. Wateja wamekauka asubuhi mpaka jioni, ana 10,000. Akashangaa ghafla, mbona zamani kufikia saa 4 saa 5 ni 300,000 kwenye draw, mpaka jioni 12 na 10,000? Akabidi atimue wafanyakazi, akajua wameanza kumuibia. Akabadilisha, mambo bado ni magumu. Akabadilisha tena wafanyakazi, asubuhi mpaka jioni hamna hata 100. Maduka yote hamna hata 100, wateja hakuna. Kidogo watoto kule shuleni, msimu wa kulipa ada umefika. Anaenda kuangalia benki atoe, anaambiwa mbona benki huna hata 100. Anajiuliza, sina hata 100, hela zimeenda wapi? Anaambiwa mbona ulikuja kudraw hela juzi. Na wanaenda kwenye kamera za benki kule ndani, sura yake inaonekana kweli ilikuja kudraw pesa, ila yeye hakwenda kudraw. Akabidi arudi magotini kwa Bwana, kaanza kuomba. Ameomba, amenashirikisha watumishi wenzake, wameomba. Akaanza kusema, Mungu, mbona natoa sadaka, natoa fungu la 10, sifanyi mabaya, mbona ghafla mambo yangu yanaharibika? Nimetapeliwa pesa benki, nimeibiwa kimadawa, na mimi mtumishi wako inawezekanaje nikaibiwa pesa kimadawa? Naambiwa nimedraw pesa benki huku mimi sijadraw. Basi huyu bwana akapata wakati mgumu sana. Huku ndani mke naye amechanganyikiwa. Sasa huyu bwana alipokaa kuhangaika zaidi ya miaka 2, uchumi wake unayumba tu. Ikafikia hatua maduka yote teki yakakongoroka. Akabakia na duka moja tu. Maduka matatu yote yakapotea. Nyumba zake alizokuwa amewekeza za kupangisha akawa anauza moja ili kukomboa mtaji, wapi? Kwa akajikuta nyumba nayo amebakia nayo moja. Rama shanda rabasaka. Mungu anaendelea kumtazama kuona faino yake ni ipi. Na Mungu alikuwa amemwekea huyu bwana kwamba jaribu hili ninalompitisha ni la muda wa miaka 3. Sasa huyu bwana akiwa kwenye mwaka wa 2 wa jaribu lake. Ameenda, huo mwaka wa 2 ukaifikia mwaka wa 2 na miezi 6. Huyu bwana hali ikazidi kuwa mbaya zaidi kwake. Kwa nini hali ikazidi kuwa mbaya zaidi kwake? Kwa sababu siku zote Mungu anapoachilia jaribu kwa mtu, linapoelekea kuisha ndipo hali inapokuwa mbaya zaidi. Kwa huyu bwana ilipofikia miaka 2 na miezi 6 ya jaribu lake, hali ikawa mbaya kwake sana. Na Mungu alikuwa amempangia ni miaka 3 ya mateso. Akivuka hapo, Mungu anamuinua zaidi. Basi huyu bwana ikafikia miaka 2 na miezi 9. Lile duka lilokuwa amebaki nalo moja likaungua moto. Likaungua moto. Hana kazi tena. Anaishije? Magari yote alishauza, amebakia anapandaga bodaboda. Akasema, kanisani siendi tena. Haendi. Nitaendaje kanisani, sina sadaka? Wanamletea kadi kanisani, walikuwa wamemzoea ni mtu wa kuchangia michango kwa sababu ana pesa. Kadi zikija anaweka tu kwenye draw. Anaziangalia, anatamani kuchangia, hana hata 100. Alafu akikaa kutafuta dhambi haoni. Anatafuta Mungu, mbona ana dhambi sioni? Nimekosea nini Bwana? Anatafuta, au nina laana ya mti wa familia. Anakuja kukumbuka laana zote nilishavunja kwenye deliverance. Au nina madhabahu ya ukoo. Anakumbuka alishafanya huduma zote za deliverance za madhabahu. Anatafuta kila sehemu, au fulani ananiloga. Familia yake inamwambia wewe ni mtu wa Mungu, utalogwaje? Anasema haiwezekani nilogwe kweli. Anajitafuta hajipati. Akikaa kuomba amsikilize Mungu, hakuna kitu, sauti inayomjibu. Huyu bwana akaona nimefika pabaya. Akakutana na jamaa yake aliyesomaga naye zamani. Huyo jamaa yake akamwambia, sasa hapa ndugu yangu lazima tuende kwa mganga. Kwa sababu huyo Mungu wako si ameshindwa, tuende kwa mganga.
huyu bwana akawa anakata. Jaribu linaendelea kusonga. Likafikia jaribu miaka 2 na miezi 11. Ina maana imebakia mwezi mmoja Mungu aanze kumrejeshea furaha yake na kumrejeshea maradufu ya utajiri. Huyu bwana ilipofikia miaka 2 na miezi 11 na nusu, akampigia simu jamaa yake, nimekubali nipeleke kwa mganga. Basi jamaa akamchukua akaenda naye kwa mganga, akapewa madawa ya kiganga. Mungu akachukia kwamba huyu bwana kweli amefikia mwishoni ndo anaharibu. Mungu akawa amemuonyesha mtumishi mwenzake na yule bwana kwamba rafiki yako ameanguka, ameenda kwa mganga kutafuta suluhu la mambo yake, na mimi nilimpa hili jaribu, hakuna aliyekuwa anamloga, ni mimi Mungu ndio nilifanya apitie hiki kipindi, na nilikuwa nimemwandalia miaka 3 ya kuteseka, lakini yeye amekuja kukata tamaa mwishoni ambako amebakiza mwezi mmoja, just imagine 1 month, mwezi mmoja jaribu lake aliishe, yeye ndio amekata tamaa. Ona ameanguka, kaongee naye basi anirudie, mimi bwana ni wa rehema, tamsamee. Yule jamaa yake alivyosikia alilia sana, akaenda kuanza kumhadithia yule jamaa yake. Yule jamaa yake kipindi hicho kashaenda kwa mganga, kashaanza na kufungua duka jingine kwa sababu ya madawa aliyopewa, mambo yameanza kwenda vizuri kule ya kishirikina. Ameshapewa na masharti siku hizi, ameshaambiwa asivae viatu, anavaga masendo muda wote. Ameshaambiwa awe analala chini siku hizo. Raha imeshaondoka, kwa nini anatafuta kuinuka tena kiutajiri? Ndio jamaa yake anafika anaanza kumsemesha, Mungu amenituma nini? Kwa sababu si alikuwa naye ni wa kiroho na ameshaanguka kwa na kale ka nidhamu kakusikiliza Mungu anasemaje, akakaa kumsikiliza. Alivyohadisiwa kwamba we bwana umeanguka, imebaki mwezi mmoja, analia sana, lakini tayari ameshaharibu. Wana wa Mungu aliye hai, kwenye hadithi hii niliyowapa muda huu kuna fundisho kubwa sana ambalo Roho Mtakatifu kuna watu wanawafungua nalo muda huu. Katika ile hadithi niliyowapa wapendwa majiraya, fundisho tunalopata mahali hapa ni kwamba Mungu siku zote anaachilia majaribu kwa watu wanaoamua kujenga mahusiano naye. Kama nilivyokuelekeza, ujenge mahusiano na Mungu. Si kwamba utopata changamoto, utazipata. Na ndio maana huyu mpendwa alipojenga uhusiano na Mungu, alipata changamoto za kiuchumi. Na alipopata changamoto, Mungu hahitaji ugeuke nyuma ukipata changamoto. Mungu hahitaji uende msibani. Mungu hahitaji ukawaage ndugu zako. Mungu hahitaji, anataka usonge mbele pamoja na yeye. Na changamoto Mungu ambayo akikupa ya kiuchumi au ya aina yoyote ile, hata kama sio ya uchumi, huwa ina limitation yake, huwa ina kikomo chake. Mungu hawezi kukupa jaribu la kudumu, anakupa jaribu la muda fulani. Likiisha hilo atakupa raha, atakuja tena kukupa jingine. Kwa hiyo Mungu anatoa vipindi kwa muda wake. Na ndio maana Mhubiri 3:1 inatuambia kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wake, kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo Mungu anafanya akiwa na kusudi lake. Sasa watu wengi wanapokutana na majaribu, mara nyingi jaribu linapoelekea kuisha linakuwa gumu sana kwao. Kwa linapokuwa gumu sana kwao, wengi wanajikuta wanarudi nyuma kwa kuanguka. Na wanaanguka kwenye kipindi ambacho ndio imebakia mwezi mmoja, siku 5, siku moja hilo jaribu liishe, ndio wao wanaanguka. Mwana wa Mungu aliye hai, kama unanisikiliza muda huu na unajijua umeshamtafuta Mungu na kweli wewe una mahusiano mazuri na Bwana, ila kuna mahala pagumu unapitia kiuchumi, ninakueleza muda huu usije ukafanya kosa kama alilofanya huyu ndugu yetu la kwenda kutafuta misaada kwa miungu mingine. Kumbuka, magumu yamezidi kwako. Yamkini ndio unaelekea kuisha kwa jaribu lako. Yamkini ndio inaelekea mwezi mmoja wa mwisho wa jaribu lako. Yamkini ndio huko kwenye kipindi cha wiki moja jaribu lako liishe. Usikate tamaa hata kama ndio mambo yamekuwa mabaya zaidi. Kumbuka hii formula, siku zote mambo ya Mungu yanapoelekea kuisha yanakuwa magumu zaidi. Usije ukamwacha Bwana. Songa mbele pamoja na Bwana. Kumbuka hichi ni kilio tu. Kuna kicheko kinakuja mbeleni. Ndio utaelewa kwa nini neno lilisema,
Heri aliaye leo, maana kesho atacheka. Unalia leo, utacheka kesho, utacheka kesho, utacheka kesho. Pokea kicheko kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Unalia kiuchumi, pokea kicheko cha uchumi. Ora pashanda rabasaka. Haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Karabakoriandara basheke. Ramamasaka. Na ndio maana mwimbaji mmoja akaimba akasema, msifurahi ndugu yangu, adui zangu, niangukapo mimi nitasimama tena. Kwa hiyo haijalishi umeanguka sasa kiuchumi na ndugu zako, adui zako wanakucheka na wameinuka. Sikiliza, utainuka tena, utainuka tena, utainuka tena, utainuka tena. Sijui ni wangapi wananisikiliza na wako tayari kuinuka leo. Wako tayari kuinuka leo. Wako tayari kuinuka leo. Kama ni wewe, unaweza ukaanza kusema, Mungu nakushukuru, maana nitainuka tena. Sema, Mungu nakushukuru, maana nitainuka tena. Vilio ulivyolia vinaenda kuondolewa. Rapakoria shaka. Utainuka tena. Haijalishi umepoteza kazi, hauna kazi saizi, utainuka tena. Haijalishi imefikia hatua huna uhakika wa kula na kueleza, utainuka tena. Haijalishi unadaiwa kodi na kueleza, utainuka tena. Hata kama umeshushwa cheo, utainuka tena. Kila hali ngumu uliokuanguka, utainuka tena, na bendera ya Yesu itapepea kwa ajili yako. Rapapapapa kasaka. Rapakandarabasheke. Ndio maana ninakueleza muda huu ni wakati wa kutengeneza mahusiano na Mungu. Ukitengeneza uhusiano wako na Mungu sasa, kuinuka kuna kuja kwako. Hakuna namna utakwepa kuinuka, kutakuja tu. Rabakoriandarabasheke. Tengeneza leo mahusiano yako na Mungu. Unajiuliza, tatengenezaje mahusiano yangu na Mungu? Nimekuambia hivi, kutengeneza mahusiano yako na Mungu, fanya toba. Fanya toba. Mwambie Yesu, leo niko tayari kuwa na wewe. Acha maisha ya dhambi. Anza kumwabudu Mungu kikamilifu kuanzia saizi. Kama ulikuwa umekatishwa tamaa na uchumi, hauendagi kanisani tena, anza kuenda kanisani kuanzia saizi. Ulikuwa umeacha kusoma neno kwa ajili ya hali ngumu, anza kusoma neno kuanzia saizi. Ulikuwa umeacha kuomba kwa ajili ya hali ngumu, anza kuomba kuanzia saizi. Ulikuwa umeacha kutoa sadaka kwa sababu unaona huna cha kutoa, naendelea kwenda kanisani. Usiache kwenda eti kwa sababu hauna sadaka. Ulikuwa una kikundi cha fellowship cha charismatic na wenzako, kikundi cha maombi, umeacha kwenda kwenye maombi, anza kwenda tena. Usiache kwa sababu tu ya ugumu wa kiuchumi. Na kuambia, rudisha fellowship binafsi na Mungu. Rudisha yale mambo uliyokuwa unayafanya zamani ambayo saizi umeyaacha toka ulipopigwa kiuchumi. Yarejeshe tena. Na kama ulikuwaga uyafanyi, yaanze kuanzia sasa. Yaanze kuanzia sasa. Kadiri utakavyoanza tena, Mungu atautazama moyo wako, na akigundua umerudisha uhusiano wako na yeye, atakuja tena upya kugeuza wingu la uchumi wako, atauinua. Na ninakueleza tahadhari, usije ukasema ninamfuata Yesu ili nitajirike. Hapana, mfuate Yesu kwa sababu unataka uzima wa milele. Vingine hivi vya kiuchumi ni ziada, vitakuja tu. Huna namna, utakataa, vitakuja tu. Rapa shandara basaka. Mungu anatafuta matajiri watakaosimama kwenye nchi ambao uchumi wao upo mikononi kwa Mungu. Mungu anaumia anapoona watu wanakimbilia miungu mingine. Wanaweka ni Wakristo wamejaa kanisani, ila uchumi wao upo kwenye madhabahu za waganga. Mungu anaumia sana anapomuona Mkristo anashiriki na Ekaristi, anashiriki na meza ya Bwana, afu uchumi wake upo kwa mganga. Mungu anaumia. Mungu anataka Wakristo ambao uchumi wao
upo mikononi mwake. Yeye ndiye ameushikilia. Mungu kama baba ameushika uchumi wao. Wako wapi muda huu watu ambao wako tayari kuwa Wakristo ambao uchumi wao upo mikononi kwa Bwana? Wako wapi? Mungu awatafuta sasa, awatafuta sasa. Kama ni wewe, mwambie Mungu, niko tayari Baba, niwezeshe. Mwambie Mungu, niko tayari Baba, niwezeshe. Sema, Mungu, niko tayari Baba, niwezeshe. Sema, Mungu, niko tayari Baba, niwezeshe. Atakuwezesha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Oh, haleluya! Wana wa Mungu aliye hai, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya! Wana wa Mungu aliye hai. Karapakoriandara bashekerama mandaba. Na imani tumeelewana vizuri kwenye hii pointi ya kwanza ya kujenga mahusiano na Mungu. Jenga uhusiano na Mungu. Mungu atakuinua. Ukipata changamoto, usimwache Mungu, mshukuru Mungu, songa mbele. Ukijiona unakwama sana, tafuta watu wa kukushauri wa kiroho wenzako. Usi wakati wa kupoteza muda na dunia. Tumrudie Bwana, tumrudie Bwana. Twende tuangalie jambo la pili la kufanya ambalo linaweza likakusaidia pia kuweza kuishi vizuri kiuchumi kwenye dunia ya leo iliyopungukiwa na utukufu wa Mungu. Tuangalie jambo la pili ambalo ukilifanya utaweza kuishi vizuri kiuchumi kwenye dunia ya leo iliyopungukiwa na utukufu wa Mungu. Ukilifanya tu hili jambo, Mungu naye atakurejeshea utukufu wake na utaishi vizuri. Tumeshaangalia la kwanza ambalo ukijenga mahusiano na Mungu atarejesha utukufu wake kwako na kwa eneo lako. Twende tuangalie la pili. Jambo la pili tunasema Ramakanda rabasheke ripapa korianda rabasaka karamanda rabasaka. Nataka niende kwenye jambo la pili, lakini Roho Mtakatifu ananizuia, ananirejesha kwenye jambo la kwanza. Kuna kitu anataka niseme na natakiwa niseme ila sijakisema. Rika kokorapa koria rapapa kanda kasaka. Roho Mtakatifu anasema hivi: ukijenga mahusiano yako binafsi na Mungu kwenye lile jambo la kwanza, ukijenga mahusiano yako binafsi na Mungu, wewe binafsi umefanikiwa. Anza kuomba maombi ya kuwaombea wenzako ndani ya nchi yako, ndani ya kanisa lako. Narudia tena hii kauli. Ukijenga mahusiano yako binafsi na Mungu, wewe binafsi utakuwa umefanikiwa kujirudishia utukufu wa Mungu kwako. Sasa kwa sababu mfumo wa kiuchumi ni mfumo wa kutegemeana, unatakiwa sasa uingie kwenye maombi ya kuanza kuwaombea wenzako kwenye kanisa lako ulilopo, kwenye jamii yako unayoishi, kwenye nchi yako na kwenye dunia yote. Anza kuwaombea wenzako, Mungu awape neema na wao wajenge mahusiano na yeye, waache dhambi, waupokee wokovu. Na imani imeeleweka. Hicho ndicho kitu ambacho Roho Mtakatifu amenirudisha nyuma nikiseme. Anza kuwaombea wenzako. Jenga mazoea. Unajiuliza utaombaje? Ni kuomba kama unavyoomba siku zote. Tenga ratiba kila siku. Usilale bila kufanya maombi ya kumwambia Mungu, ninaomba uwape neema na wenzangu kwenye kanisa langu, kwenye dunia, kwenye nchi yangu, na wao wapate nafasi ya kujenga mahusiano na wewe. Naomba uwape neema ya kuwa na wokovu kwenye maisha yao. Mshukuru Mungu kwa ajili ya wokovu aliyokupa. Waombee na wenzako. Usitamani kula asali na maziwa peke yako. Waombee na wao ili na wao waipokee asali hiyo unayoipata wewe. Waombee na wao neema ya wokovu. Mwana wa Mungu, sijui nisemaje, na imani tumeelewana. Oh Mungu, asante kwa upendo wako juu yetu. Ripakarabashaka. Naendelea na jambo la pili. Hichi ndicho kitu ambacho Roho Mtakatifu alitaka niseme. Naendelea na jambo la pili. Jambo la pili ambalo unatakiwa ulifanye ili kuweza kuishi vizuri kwenye dunia ya sasa. Jambo la pili linaitwa komboa wakati kwa kutulia kwenye kazi yako moja ya kiuchumi. Komboa wakati
kwa kutulia kwenye kazi yako moja ya kiuchumi iliyo ya mapenzi ya Mungu kwako. Komboa wakati kwa kutulia kwenye kazi yako moja ya kiuchumi iliyo ya mapenzi ya Mungu kwako. Acha kubadilisha kazi. Narudia tena kuisoma hii pointi kwa ajili ya wale wanaoandika. Komboa wakati kwa kutulia kwenye kazi yako moja ya kiuchumi iliyo ya mapenzi ya Mungu kwako. Acha kubadilisha kazi. Kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 15 hadi wa 17. Kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 15 hadi wa 17. Kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 15 hadi wa 17. Wana wa Mungu aliye hai, katika dunia ya sasa iliyopungukiwa na utukufu wa Mungu, ambayo uchumi umekuwa mgumu kwa watu wengi, ukitaka uweze kuwa na uchumi mzuri, hakikisha unaukomboa wakati. Usipoteze muda. Komboa wakati kwa kutulia kwenye kazi yako moja ya kiuchumi. Usiwe mtu wa kubadilisha kazi. Mara leo kazi hii unaacha, unashika kazi nyingine, unaacha, unashika kazi nyingine, unaacha. Hapana. Unatakiwa utulie kwenye kazi yako moja ya kiuchumi iliyo ya mapenzi ya Mungu kwako, uifanye. Itulie kwenye hiyo ifanye. Ngoja nikusomee Efeso 5:15-17 tuwekane sawa vizuri. Neno la Mungu linasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Hili neno linatutahadharisha kwamba tujiangalie jinsi tunavyoenenda. Tuenende kama watu wenye hekima. Tuukomboe wakati. Asa Mungu hawezi kusema ukomboe wakati kama wakati haujatekwa. Ina maana wakati umetekwa, ndiyo maana Mungu anataka tuukomboe. Unawezaje kukomboa kitu ambacho kipo huru? Ina maana kimetekwa, ndio maana kinakombolewa. Kwa hiyo Mungu anataka tukomboe wakati. Shetani ameuteka wakati. Tunatakiwa tuukomboe wakati, kwa sababu hizi zamani, hizi nyakati ni za uovu. Kwa sababu hiyo tusiwe wajinga, bali tufahamu mapenzi ya Bwana. Kwa nini kwenye hili neno Mungu anamalizia kwa kusema tusiwe wajinga? Tufahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Ni kwa sababu mapenzi ya Bwana, yani mapenzi ya Mungu, ndio kitu kinachoweza kikakusaidia kuukomboa wakati. Labda hujanielewa vizuri. Iko hivi, ukiweza kuishi kwenye mapenzi ya Mungu, yani ukiweza kuishi kama Mungu anavyotaka uishi, utatembea katika majira na wakati sahihi. Shetani hatakupotezea muda. Lakini ukifanya kitu ambacho sio Mungu anachotaka ufanye, utapata hasara na utakuwa umepoteza wakati. Lakini ukifanya kitu ambacho Mungu anataka ukifanye, utapata faida na wakati hautopata hasara kwako. Siji kama tunaenda pamoja. Sasa iko namna hii. Kutokana na hali ngumu ya kiuchumi iliyopo sasa, iliyowakuta watu wengi, imepelekea watu wengi kujeruhiwa. Wengi wamepoteza kazi zao, wengi wameshushwa vyeo, wengi wamebadilishiwa nafasi, wengi wamejikuta wanaingia kwenye biashara ambazo walikuwa hawajapenda, kwa sababu mitaji ya biashara walizokuwa wanafanya imepungua au imekufa kabisa. Na kuna watu mnanisikiliza muda huu, mpo kwenye kipindi kigumu kweli kweli, kwa sababu biashara zenu mitaji imepungua, wengine biashara zenu zimekufa, wengine mlishashushwa vyeo, kuna wengine hamjalipwa mishahara kwa muda mrefu, mnadai mishahara ya mwaka jana mpaka saizi. Kwa watu wengi mpo kwenye hali za namna hiyo.
Hasa kutokana na wakati huo mgumu ambao watu wengi wapo kwenye hichi kibano, baadhi yao wamejikuta kwenye hali ya kutokudumu kwenye kazi moja. Wanahangaika kwenye kazi, mara leo kazi, kesho kazi ile. Kwa nini? Kwa sababu wanatafuta pa kupumulia. Hali imekuwa mbaya, kwa wamejikuta wanahangaika leo huku kesho kule, leo huku kesho kule. Leo mtu kazi ya kupika, kesho kuuza nguo, kesho tena kazi ya kufagia. Yaani wote wamejikuta wanahangaika. Wanatafuta pa kutokea. Na kimekuwa ni kitu cha kawaida kwa sasa watu kuhangaika. Wewe kufuatilia kwenye jamii yako, utaona watu wanavyohangaika. Leo hichi kesho kile. Kwa nini watu wanafanya namna hiyo? Ni kwa sababu wanatafuta suruhu ya pa kutokea kwenye wakati ambao uchumi umekuwa mgumu kama saizi. Lakini sikiliza, kubadilisha kazi sio suluhisho la kupata hali nzuri kwenye kazi yako. Narudia tena kauli hii. Kama unapita kwenye wakati mgumu kwenye kazi unayofanya, kuiacha hiyo kazi na kubadilisha kuwa na kazi nyingine sio suluhisho la kupata hali nzuri kwenye uchumi wako. Narudia tena kwa faida ya wengi. Kama unapita kwenye hali ngumu kwenye kazi unayofanya, kuiacha hiyo kazi, kuibadilisha kuanza kufanya kazi nyingine sio suluhisho la kupata mafanikio ya kiuchumi. Kwa sababu wapo waliobadilisha na wameendelea kupata hasara zaidi. Kitu ninachotaka upate nini? Ni kwamba unatakiwa utafute mapenzi ya Mungu kwako juu ya kazi sahihi ya wewe kufanya ni ipi. Tafuta mapenzi ya Mungu, kwamba Mungu, mapenzi yako ni nini? Mimi fulani, mimi Mwalimu Petro, mimi wewe unayenisikiliza, Baba wa mbinguni, Roho Mtakatifu, mapenzi yako nifanye kazi gani ya kiuchumi kwa sasa, kwa kutokana na nyakati tulizo nazo, itakayonisaidia nitoboe. Ni wangapi hapa mnanisikiliza mlishafanya hayo maombi? Haleluya. Wangapi? Haleluya. Wangapi? Ningekuwa na watazama wengi mngeinama chini. Wachache sana wana hiyo tabia ya kuongea na Mungu kwamba Mungu, nionyeshe kazi ya kufanya iliyo ya mapenzi yako. Wachache. Ila wengi wetu kikibuma, yani kazi ikiwa ngumu, tunaanza kuanza, hii kazi bwana, hii nifanye kazi gani? Unakutana na rafiki yako, mimi bwana nauzaga kitu fulani. Fulani naye anafanyaga hivyo, amefanikiwa, unamuiga na wewe unaanza, unashangaa ufanikiwa. Mpendwa, huu sio wakati wa kupoteza muda namna hiyo. Acha ujinga. Biblia inasema usiwe mjinga, tafuta mapenzi ya Mungu. Usio wakati wa kusoma upepo, usio wakati wa kuangalia eti kwa sababu fulani anauza juisi na mimi niuze juisi tafanikiwa. Eti kwa sababu fulani anauza mitumba, ngoja na mimi niuze mitumba. Eti kwa sababu fulani ameajiriwa kwenye ofisi fulani na mimi nikaombe kazi hiyo ofisi. Huu sio wakati wa namna hiyo. Huu ni wakati wa kutafuta mapenzi ya Mungu kwako. Ufanye nini? Ndio kitu kinachotakiwa. Na ndiyo maana ukitaka uweze kuwa sawa, unatakiwa ufanye suruhu ya mambo kadhaa ya kiuchumi. Kama unanisikiliza muda huu na unajua uchumi wako unayumba, fanya hivi vitu vifuatavyo, vitakusaidia. Kitu cha kwanza, fanya toba. Kama unanisikiliza muda huu na unajijua uchumi wako umeyumba, kitu cha kwanza, fanya maombi ya toba. Acha maombi mengine ya kukaa kulialia kwamba Mungu, naomba unisaidie mimi. Umeshayaomba sana. Kwani nikuulize, toka umeanza kuyaomba ni lini? Si muda mrefu. Wengi wenu hapa muda mrefu mnaomba. Mwaka jana umeomba, mwaka juzi uliomba, mwaka huu umeomba, mwaka ulioisha umeomba, na tena utaendelea kuomba. Badilisha mfumo wa kuomba kwako. Anza kuomba toba. Kila siku anza kuomba toba. Kwa ajili ya uchumi wako kuwa mgumu, anza kuomba toba, kwa sababu lango ni dhambi ndio imetasababisha. Usitafute mimi nimefanya nini. Kumbuka watu wamefanya dhambi wa Israeli. Bwana akaahidi kuilaani nchi. Si kwamba hapakuwa na wema, walikuwepo, lakini nchi ikapata adhabu kwa ajili ya wengine, na wakatolewa kwa Nebukadreza.
Kwa hiyo umejikuta umeingizwa kwa Nebukadneza bila wewe kukusudia. Ingia kwenye toba. Toba. Wewe badilisha kuomba kwako. Anza na maombi ya toba kila siku. Ukitaka kuombea uchumi wako, omba toba kwa ajili ya uchumi. Ukimaliza toba, fanya kile Roho Mtakatifu anakuelekeza. Kesho yake tena ukitaka kuomba, fanya tena toba. Ukiendelea na toba, kisha endelea pia na maombi ya aina hii ya pili. Maombi ya aina hii ya pili. Ingia kwenye maombi ya kumuuliza Mungu ni kazi gani ufanye inayoendana na wakati wa sasa. Ingia kwenye maombi ya kumuuliza Mungu ni kazi gani ufanye inayoendana na wakati wa sasa. Kwa ukisha kwa kwenye hatua ya kwanza ya toba, ingia kwenye hatua ya pili. Endelea pia kuomba kwa kumuuliza Mungu kwamba Mungu nifanye kazi gani kwenye wakati wa sasa. Fanya hayo maombi mara nyingi. Endelea kufanya na kufanya. Endelea kuomba na kuomba. Ndio maana wakati huu kama hujui kuomba, una namna, unatakiwa ujifunze kuomba. Omba na kuomba. Mungu nifanye kazi gani inayoendana na wakati wa sasa ya kiuchumi. Usiige watu, omba. Kisha kuwa kwenye hayo maombi, fanya pia jambo hili la tatu. Ukianza Mungu akakupa kazi. Si umeendelea kuomba kazi ya kufanya. Na kwa mfano kuna kazi ukaipata. Ukianza kuifanya hiyo kazi, hata ikatokea imekuwa ngumu, usipende matokeo kwa haraka, vumilia. Nasema tena. Kwa mfano si umeingia kufanya toba na umeingia kuomba Mungu akupe kazi ya kufanya inayoendana na wakati wa sasa. Ikatokea Mungu amekupa kazi. Na hiyo kazi ghafla ikawa na changamoto kwako, ikawa na mazingira magumu. Usikate tamaa haraka. Endelea kuifanya. Kwa nini? Kwa sababu kama uliomba na Mungu ndiye akakupa hiyo kazi, ina maana kama imekuwa ngumu, ni Mungu ndiye amefanya iwe ngumu. Usije ukakata tamaa kama yule bwana niliyekupa mfano wake. Akakata tamaa wakati ambao amefikia miaka 2 na miezi 11, bado mwaka mmoja jaribu liishe akaanguka. Usije ukafanya hilo kosa. Usikate tamaa mapema. Endelea kuvumilia. Amini ni Mungu aliyekupa kazi ndiye anaweza kukushindia hilo jaribu lako. Sema amen kwa jina la Yesu. Usikate tamaa. Endelea kuvumilia. Endelea kufanya kazi kwa bidii. Usichoke. Hata kama kuna watu wameinuka hapo ofisini, hapo kazini, wanakusema, wanakuwekea mazingira magumu, usikate tamaa. Endelea kuchapa kazi. Usiwe mwepesi wa kukata tamaa, vumilia. Usipende matokeo ya haraka. Na pia jambo la 4 ukiwa unaendelea kuvumilia. Jambo la 4, mazingira ya upatikanaji wa pesa yanahitaji uvumilivu wa kutosha kwa nyakati za sasa. Mazingira ya upatikanaji wa pesa yanahitaji uvumilivu wa kutosha katika nyakati za sasa. Katika nyakati ambazo zinahitaji watu wavumilivu ni hizi. Tunahitaji kuendelea kuvumilia kwa sababu anga la kiuchumi linafunguka kidogo kidogo. Kwa hiyo tunatakiwa tuvumilie. Usipende mafanikio ya haraka. Endelea kuvumilia. Ini mradi Mungu ameshakupa kazi, endelea kuvumilia. Mungu atakuinulia kitu kingine. Akitokea mtu anakuambia acha hiyo kazi, usimsikilize huyo mtu. Rudi kwa Mungu aliyekuambia anza. Kwa nini huyo mtu akuja kukuambia anza, anajitokeza kukuambia acha? Rudi kwa Mungu. Sikiliza kitabu kinavyosema cha Methali, sura ya 13, mstari wa 11. Methali 13 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, mali iliyopatikana kwa haraka itapungua, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Rudia haya maneno nyuma yangu. Sema mali iliyopatikana kwa haraka itapungua, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Na imani umeelewa kwamba mali inayopatikana haraka itapungua, ila yeye anayechuma kidogo kidogo atazidishiwa. Ndio maana nakueleza hivi, ukipata kazi ya kufanya kwa sasa ya kiuchumi, usitake mafanikio ya haraka. Fanya, vumilia, chuma kidogo kidogo,
Biblia inasema utazidishiwa. Lini? Wakati wa Mungu na majira ya Mungu. Ni mradi unachofanya ni cha mapenzi ya Mungu, umekomboa wakati, subiri kuzidishiwa. Lakini ukitaka vya haraka haraka utavipata kweli, lakini vitapungua. Na ndio maana Waswahili walisema haraka haraka malizia mwenyewe. Kama sio jibu, haina haraka, haina baraka. Haraka haraka haina baraka. Haraka haraka haina baraka. Kwa ukitaka vya haraka haraka malizia mwenyewe, havina baraka. Kuchuma kidogo kidogo utapata. Na ndio maana Waswahili wengine wakasema ndondondo si, wengine wanakuambia chululu. Vumilia. Mtaka cha uvunguni, wengine wanasema shariti ainame. Unataka mafanikio, shariti uiname, uvumilia. Huo ndio utajiri wa Mungu ulivyo. Mungu anatajirisha watu kidogo kidogo. Hakunaga utajiri wa Mungu wa haraka haraka, ni kidogo kidogo. Wewe una miaka 25 unataka uwe tajiri mwenye magari 6, 7. Hakunaga utajiri wa Mungu wa hivyo. Miaka 25 magari 6 unatoa wapi? Hiyo ni neema inayowapata watu wachache sana. Na katika watu wote duniani labda mmoja tu au watatu. Mungu ni kidogo kidogo. Mungu hawezi kukupa mali nyingi huku bado hajakufunza namna ya kutunza hiyo mali. Kama ukipata 100,000, siku hiyo umeipata tu 100,000, basi mtaa mzima wanakukoma. Unafikiri Mungu atakubali upate 1,000,000? Mungu anakupa kidogo kidogo. Kama ukipata tu kagenge, kakuuza pale genge umeweka vinyanya, basi unaacha kusalimiana na majirani kisa tu una genge. Mungu atakubali upate supermarket? Hawezi kukubali. Lazima akufunze nidhamu kwa kukupa mali ndogo ndogo. Kama ukipata tu baskeli, unaendesha baskeli au pikipiki, motorcycle, unaendesha bicycle au unaendesha tu baiskeli unaiendesha cha, basi umeshakuwa na dharau kweli. Unawanyeshia paka watu maji kwenye kabaskeli. Unafikiri Mungu atakubali uendeshe gari? Lazima akufunze nidhamu ya utunzaji wa gari. Ndivyo Mungu alivyo. Anakufunza kwanza adabu kwa mambo madogo madogo, ndipo atakuinua kwenye vikubwa. Nataka kuomba kwa ajili ya watu wako mahali hapo wananisikiliza, na ndani yenu mnasikia hamu ya kupata utajiri wa Mungu wa kiuchumi. Na mko tayari kusema, Mungu, tupe roho ya kuvumilia, tupe roho ya kuvumilia, tupe roho ya kuvumilia, tupe roho ya kuvumilia. Kama uko tayari kuomba neema ya kuvumilia ili Mungu akusaidie kukutajirisha kidogo kidogo kiuchumi, upo tayari kuvumilia, twende tuombe pamoja nami maombi haya. Ni maombi ambayo yatakusaidia kujenga mahusiano yako binafsi na Mungu. Ni maombi ambayo yatakusaidia kukutengenezea msuli wa ndani, ambao msuli huo utakusaidia kuwa na uzima wa milele. Ni maombi ambayo yatakusaidia kuwa na uvumilivu ili Mungu akuinue kadiri ya kiwango cha utajiri wake. Twende tuombe pamoja nami. Sema maneno. Sema, Bwana Yesu